Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumaini ya kwamba mpaka sasa bado mnaendelea vizuri, na basi tunawakaribisheni tena kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambao kama kawaida yanazidi kujiri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bila kusahau maeneo yake ya mashariki ambayo hali yake ya kiusalama inazidi kutengeneza vichwa vya habari. Msimamizi wa wilaya ya Fizi katika mkoa wa Kivu Kusini, Bwana Sami Kalonji Badibanga, alitoa tahadhari kali ya Jumanne ya tarehe 14 Aprili mwaka huu kuhusu mabadiliko yanayotia wasiwasi katika hali ya usalama kwenye Haut Plateau ya wilaya hiyo. Kwa mujibu wake, kuna kuimarika kwa ushirikiano kati ya baadhi ya makundi ya wahasi wa ndani na vikosi vya kigeni, hali inayoweza kusababisha kurejea kwa mapigano katika eneo hilo ambalo tayari ni tete. Kulingana na mamlaka hiyo ya wilaya ya Fizi, inadai kuwa muungano huo unaoibuka unahusisha pia baadhi ya wapiganaji wanaohusishwa na wahasi wa AFC M23 ambao wanakuja kuimarisha makundi yenye silaha yanayofanya shughuli zao kwenye nyanda hizo za juu. Muunganiko huo wa nguvu, kwa mujibu wake, unaweza kubadilisha mizani ya usalama iliyopo na kufungua njia kwa mashambulizi mapya. Licha ya dalili hizo za kutia hofu, Sami Kalonji Badibanga anaeleza kuwa hali ya usalama kwa ujumla bado ni tulivu katika wilaya ya Fizi. Hata hivyo, anasisitiza umuhimu wa kuwa macho zaidi kutokana na hali ya kubadilika ya usalama. Anathibitisha kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na makundi ya wapiganaji wazalendo linaendelea kushikilia maeneo yake ya kimkakati dhidi ya muungano wa makundi ya wahasi ukiwemo Twirwaneho, Red Tabara na Android ambao hivi karibuni wameongezewa nguvu na wapiganaji wapya. Mabadiliko haya ya upangaji wa makundi ya wahasi yanajiri katika mazingira yaliyoathiriwa na kuondoka kwa baadhi ya wapiganaji ndani ya makundi hayo. Hata hivyo, viongozi wa eneo hilo wanahofu kuwa hatua hizi ni mkakati wa kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya maeneo yaliyorejeshwa hivi karibuni na jeshi la serikali. Maeneo ya Minembwe pamoja na nyanda zote za juu za Fizi bado ni maeneo nyeti yanayofuatiliwa kwa karibu. FARDC wetu wanashikilia kwa nguvu nafasi zao na wako tayari kukabiliana na vikosi vya pamoja vinavyowaunga mkono wahasi katika nyanda za juu za Fizi, alisikika akisema msimamizi huyo wa wilaya ya Fizi. Aidha, Bwana Sami Kalonji Badibanga anaendelea kueleza kuwa wilaya ya Fizi inaendelea kuathiriwa na hali ya ukosefu wa utulivu katika ngazi ya mkoa wa Kivu Kusini, hasa kutokana na kuzorota kwa usalama katika mji wa Bukavu. Mapigano ya hapa na pale yanayoripotiwa Minembwe na maeneo ya jirani yanaendelea kuongeza hali ya wasiwasi. Kutokana na changamoto hizo, mamlaka ya eneo hilo inatoa wito wa kuimarishwa kwa uangalizi na hatua za kiusalama ili kuzuia jaribio lolote la kuvuruga maeneo yaliyopo chini ya udhibiti wa serikali. Na huko mkoani Ituri, shughuli za kijamii na kiuchumi zilisitishwa ghafla asubuhi ya Jumatano tarehe 15 Aprili mwaka huu katika kijiji cha Dzina kilichoko katika wilaya ya Jugu mkoani humo, kufuatia shambulio la silaha lililohusishwa na wanamgambo wa CRP. Milipuko ya risasi nzito na nyepesi ilisikika tangu saa za mapema za asubuhi, ilisababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi na kusimamisha kabisa shughuli za kilimo, biashara na masomo, wakati eneo hilo lilikuwa limetulia kwa kiasi katika wiki za hivi karibuni. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyoaminika, tukio hilo lilitokea takriban saa 1:30 asubuhi ama 7:30. Wavamizi hao waliokuwa wamefukuzwa hivi karibuni kutoka Mabanga katika utawala wa jadi wa Maambisa walirudi na kujipanga katika msitu wa Dzina Padio. Ni kutoka katika eneo hilo la msitu ndipo walipoanza kufyatua risasi wakilenga hasa raia waliokuwa mashambani.
Licha ya ukali wa mashambulizi hayo, hakuna taarifa ya vifo au majeruhi iliyotolewa mara moja. Hata hivyo, hali inaendelea kuwa ya wasiwasi. Uwepo wa watu wenye silaha karibu na kijiji unaendelea kueneza hofu kubwa na kuwafanya wakazi wengi kusitisha shughuli zao na kutafuta hifadhi. Kutokana na hali hiyo ya ukosefu wa usalama, wakazi wa eneo hilo wanatoa wito wa dharura kwa jeshi la taifa FARDC kuingilia kati haraka, wakitaka pia wanamgambo wa CRP waondolewe mara moja katika eneo hilo. Wananchi wana hofu ya kuongezeka kwa ghasia endapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Kwa upande wake, mashirika ya kiraia yanasisitiza umuhimu wa kuimarishwa kwa operesheni za kijeshi ili kuwadhibiti na kuyaondoa kabisa makundi haya ya wahasi. Wanaamini kuwa uwepo mkubwa wa vikosi vya usalama ni muhimu ili kurejesha mamlaka ya dola na kuruhusu kurejea kwa shughuli za kawaida. Tukio hilo linaonyesha kwa mara nyingine hali tete ya usalama inayoendelea katika wilaya ya Jugu, ambapo licha ya operesheni za kijeshi zilizofanywa hapo awali, baadhi ya makundi yenye silaha bado yana uwezo wa kusababisha madhara makubwa. Na katika masuala ya kidiplomasia, Marekani hivi karibuni imeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiweka Rwanda lawamani kwa kuchangia kuongezeka kwa mapigano ya silaha yanayoendelea kutikisa eneo hilo. Washington inashutumu Kigali kwa kuchochea hali ya ukosefu wa utulivu wakati mapigano yanaongezeka na hali ya kibinadamu ikiendelea kuzorota. Katika taarifa rasmi inayoonyesha kuongezeka kwa wasiwasi wa jumuiya ya kimataifa, mamlaka za Marekani zimetaka vikosi vya Rwanda viondolewe mara moja katika ardhi ya Kongo. Zinasisitiza kuwa kuheshimu mamlaka kamili na mipaka ya taifa ya DRC ni sharti muhimu kwa juhudi zozote za kweli za kupunguza mvutano wa mgogoro huo. Wakati huo huo, Marekani imeonya uwezekano wa kuweka vikwazo maalum dhidi ya mhusika yoyote, awe wa kiserikali au asiwe wa kiserikali, atakayehusishwa na vitendo vinavyoharibu juhudi za kidiplomasia na mipango ya amani katika ukanda wa Maziwa Makuu. Msimamo huu unaonyesha kukua kwa hali ya kukata tamaa kutokana na kasi ndogo ya kupatikana kwa suluhisho la kisiasa la kudumu. Hatua hii imekuja wakati shinikizo la kidiplomasia linaongezeka dhidi ya wahusika wa kikanda. Mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Ufaransa pia imechukua msimamo mkali, ikisisitiza kuwa heshima kwa uhuru na mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiwezi kujadiliwa. Kwa upande wake, mwakilishi wa kudumu wa DRC katika Umoja wa Mataifa Bwana Zeno Mukongo Ngai alikosoa vikali msimamo wa Rwanda. Alipinga hoja za kiusalama zinazotolewa na Kigali, akisema hazina msingi wa kutosha. Kwa mujibu wake, uwepo wa Rwanda katika ardhi ya Kongo unahusishwa zaidi na maslahi mengine, hasa yale yanayohusiana na uchimbaji na unyonyaji wa rasilimali muhimu za madini katika eneo hilo. Wakati mapigano yanaendelea mashariki mwa DRC, athari za kibinadamu zinaendelea kuwa mbaya, zikijumuisha wimbi kubwa la watu wanaokimbia makazi yao na kuongezeka kwa hali ya umaskini. Katika muktadha huu, jumuiya ya kimataifa inazidi kuitwa kuchukua hatua madhubuti ili kusaidia kupunguza mvutano huo na kuhakikisha kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa. Huku kwa upande mwingine, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wahasi wa AFC M23 wamepiga hatua mpya katika mazungumzo yao yanayoendelea nchini Uswisi kufuatia kutiwa saini kwa makubaliano ya awali. Kulingana na vyanzo mbalimbali vinavyofanana, makubaliano haya yanaonekana kuwa hatua muhimu katika juhudi za kupunguza mvutano wa mapigano mashariki mwa nchi hiyo. Kiini cha makubaliano hayo ni marekebisho ya mfumo uliokuwepo wa uthibitishaji wa usitishaji vita. Mfumo wa Expanded Joint Verification Mechanism SJVM en sigle sasa umeboreshwa na kuwa SJVM Plus en sigle, hatua inayohusu ushiriki wa moja kwa moja wa AFC M23. Kupitia mfumo huu mpya, wahasi wa M23 wanaruhusiwa kutuma maafisa wao kushiriki katika ufuatiliaji wa utekelezaji wa usitishaji mapigano kwa kushirikiana na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO. Kabla ya kutiwa sahihi kwa makubaliano haya, pande zote
mbili zilifanya tathmini ya makubaliano ya awali ili kupima utekelezaji wake na kubaini changamoto zilizobaki. Hatua hii inaonyesha nia ya kufufua mazungumzo rasmi kati ya serikali ya Kinshasa na kundi hilo la wahasi. Mazungumzo hayo ambayo yamekuwa yakiendelea kwa siku kadhaa yalitarajiwa kuendelea hadi hiyo jana Alhamisi ya tarehe 16 Aprili mwaka huu. Kwa sasa mjadala umejikita zaidi kwenye masuala ya kibinadamu yanayopewa kipaumbele kutokana na kuzorota kwa hali ya maisha ya raia katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, pande zote zinakusudia kuendeleza majadiliano katika nyanda hizi nyeti ili kufikia makubaliano madhubuti yatakayorahisisha upatikanaji wa misaada ya kibinadamu na kuimarisha ulinzi wa raia. Mazungumzo haya yanafanyika katika mazingira ya shinikizo kubwa la kimataifa linalolenga kupata suluhisho la kudumu kwa mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunashukuru kuona ulianza nasi na pia umekwenda kumaliza nasi, na tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa. Asante.